Mtu wa Mungu, na kukaribisha tujifunze hekima ya kudili na mtu au watu ambao wamewahi kukuumiza au kukukataa kabla haujafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaangalia kutoka katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 45 kuanzia mstari wa 4 mpaka mstari wa 8. Tutasoma kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, Yusufu akawaambia ndugu zake, karibuni kwangu. Basi wakakaribia, akasema, mimi ni Yusufu ndugu yenu ambaye mliniuza kwenda Misri. Basi sasa msihuzunike wala msiudhike nafsi zenu kwa kuniuza huku, maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Maana miaka hii miwili njaa imekuwa katika nchi, na iko tena miaka mitano isiyo na kulima wala kuvuna. Mungu alinipeleka mbele yenu kuwahifadhia masazo katika nchi na kuwaokoa ninyi kwa wokovu mkuu. Basi si ninyi mlionipeleka huku, ila Mungu, naye ameniweka kama baba kwa Farao na bwana katika nyumba yake yote na mtawala katika nchi yote ya Misri. Tunaona kwa ufupi Yusufu akiwa anawakaribisha ndugu zake. Ni wakati ambapo ndugu zake Yusufu wameenda Misri baada ya kusikia kwamba kule chakula kipo, kwa sababu nchi yao ilikuwa ina njaa kwa muda wa miaka miwili. Kwa hiyo baada ya kusikia Misri kuna chakula, wakawa wameenda Misri kutafuta chakula. Lakini katika hizo harakati za kutafuta chakula wanakutana na Yusufu. Wao hawakumtambua kwanza, lakini Yusufu alianza kuwatambua wao. Kwa hiyo Yusufu, kwa sababu aliwatambua ni ndugu zake na anawapenda, alianza yeye kujitambulisha kwao, na tunaona kwamba akawaambia kwamba wasiogope wala wasifadhaike. Alitamka hayo maneno kwa sababu anajua wazi kwamba ndugu zake hao walidhamiria kumuua. Lengo lao lilikuwa ni kumuua, lakini walipoona wanunuzi wa watumwa wakaamua kumuuza utumwani. Kwa hiyo anajua hayo kulingana na namna ambavyo walimtendea, lazima dhamiri zao zinawachoma, mioyo yao inawauma, lazima huwa wanajuta na kwa sababu wamemuona, lazima wataogopa, wakihisi kwamba Yusufu anaweza kuwatendea ubaya au kuwalipiza yale ambayo wao walimtendea. Hebu fikiria, wewe tu kama mtu amekukosea kidogo tu, unatamani na wewe pia umlipizie kisasi. Unatamani pia mabaya yampate, unatamani pia naye apitie kitu ambacho wewe umepitia. Je, ungetendewa kama Yusufu, ungewafanyaje ndugu zako? Nataka nikwambie kitu kimoja, mtu wa Mungu. Siku zote Mungu anakubariki au anakuinua kwa sababu si kwa sababu yako tu, bali kwa sababu ya ufalme wake kwanza, kwa ajili ya ufalme wake kwanza, kwa ajili yako na watu ambao ni sehemu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu huwa akubariki wewe kwa ajili yako binafsi. Ndio maana hutakiwi kuwa mbinafsi, hutakiwi kuwa mchoyo. Mungu anakubariki wewe kwa ajili ya watu wengine pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa tunaona hekima ya Yusufu. Alitambua wazi kabisa kwamba Mungu aliona mbele, aliona miaka kadhaa mbele nini kitatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu aliona nini kitatokea, aliandaa mpango sasa wa kuleta wokovu mkuu kwa taifa lake katika majira kama hayo. Sasa maana yake asingempeleka Yusufu huko Misri, gharama za kununua chakula ili waweze kustahimili kwa hiyo miaka miwili kwanza, alafu pia tunaambiwa na miaka mingine mitano isiyo na kulima wala kupanda, ingekuwa ni ngumu sana kwa watu wa Mungu. Kwa hiyo ndio maana Mungu alitafuta njia yeye mwenyewe, kwa sababu kwa namna ambavyo wazazi wa Yusufu walikuwa wanampenda, usingekuwa na namna ya kumuondoa Yusufu pale. Lakini tunaona kwamba Mungu aliandaa mpango. Kumbe sasa hapa tunafundishwa si kila ubaya ambao tunatendewa na watu wanaotupenda, si kila usaliti ambao watu wanatupenda wanatufanyia kwamba ni mpango wa shetani. Kumbe tunaonyeshwa hapa kumbe kuna usaliti ambao tunafanyiwa, kuna mabaya ambao tunatendewa, kuna mahali tunakataliwa, kuna mahali tunatengwa, tunadharauliwa, tunaonewa. Si shetani ambaye anafanya hayo mambo yote atendeke, si kwa sababu hao watu ni wabaya. Kumbe wakati mwingine hao watu wanatupenda, na hata wakishatutendea hayo wanakuwa wanajilaumu na kujuta kwamba imekuwaje mpaka nimetenda haya, imekuwaje mpaka nimetenda hii, ni nini ambacho kiliniingia kikanilazimisha mimi mpaka kutenda hili jambo. Kumbe wakati mwingine sio shetani, bali ni Mungu mwenyewe anaruhusu hayo mambo yatokee kwa ajili ya mpango mkubwa wa kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema hivi kwa sababu kuna watu wengi ambao wamefanikiwa, lakini hawataki kusaidia wazazi wao, hawataki kusaidia familia zao, hawataki kusaidia ndugu zao na watu wao wa karibu, kwa sababu tu katika hatua za kustruggle, za kupambana huku na kule, walinyanyaswa, walikataliwa, walitengwa, waliumizwa. Kwa sababu ya namna ambavyo walikuwa treated katika kipindi cha kupambana, basi wanataka kutumia mafanikio yao
kuwarudishia au kuwalipiza visasi watu ambao waliwatendea ubaya kwa wakati huo, pasipo kujua kwamba hayo yote Mungu aliyaruhusu kwa ajili ya mpango wake na kusudi lake. Nataka nikupe mfano huu mmoja. Kijana ambaye wazazi wake walikuwa hawana uwezo wa kumsomesha, wazazi wake walikuwa wanamnyanyasa, wazazi wake uchumi wao ulikuwa ni mdogo, lakini kwa sababu ya namna ambavyo alikuwa ananyanyaswa na wazazi wake walivyokuwa wanamtreat, kuna mzee ambaye alimchukua na akaamua kumsomesha. Huyo mzee alikuwa na uwezo mzuri, kijana akasoma, akapata kazi nzuri na maisha mazuri, akawa hataki kabisa kusaidia wazazi wake na ndugu zake kwa sababu walimtreat vibaya. Je, wazazi wake wangekuwa wanapambana katika hali ile ya umaskini, manake pengine huyo mtu angeona kwa sababu yupo mtu wa kumsaidia huyu kijana asingetaka kumsaidia, lakini kwa sababu aliona huyu kijana amekosa msaada kabisa na amekuwa kama mtu ambaye hana baba, ndio maana yule mtu akaona achukue nafasi ya kuwa kama baba kwa yule kijana na kumsaidia na kufanikisha maisha yake. Kwa hiyo kuna wakati mambo yanatokea si kwa sababu ni shetani ameruhusu, bali ni Mungu ameruhusu ili kufanikisha jambo fulani. Kumbe sasa inabidi uwe na hekima kama ya Yusufu ya kujua namna ya kudili na watu ambao wamekutendea ubaya katika nyakati ambazo ulikuwa unapambana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifanikiwa usiwadharau wala usiwatendee ubaya watu ambao walikudharau na kukutendea uovu katika nyakati ambazo ulikuwa unapambana. Hii ni hekima ambayo itakusaidia mtu wa Mungu. Kumbuka, kila jambo ambalo Mungu anaruhusu kwenye maisha yetu lipo na kusudi. Ubarikiwe na uwe na wakati mwema.